Hii mifuko mingapi ya sementi? Haya, nataka maelezo. Hii mifuko imeganda lini? Mheshimiwa, mimi nilihamia sasa labda 2022. Hii mifuko yatoka mwaka 2022. DMO, niambie tatizo nini hapa? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, simenti hii wakati inanunuliwa mwaka 2021. Of course nimehamia, nimeikuta ikiwa katika uharibifu huu ambao upo, na ilinunua kwa ajili ya mradi ambao ulikuwa unaendelea na ukawa umekwama, lakini resources ambazo zilikuwa zinapaswa zitumike kwenye hii simenti inasemekana ziliisha, sikukabidhiwa kwa maandishi, lakini nilizikuta zipo. Kwa hiyo tukaona kwa sababu bado tunahitaji ufafanuzi wa kina wa kitu gani kilitokea toka mwaka 22. Alete hilo gari, tia kule, peleka huko stop. Peleka. Kaa huko juu wewe. Na mafaili hapo. Na shida ya mkono. Piga hapo. Asogeza hapa ile. JFS. Nenda na hiyo. Haya, sogeza huko. Sementi hii iliharibika toka mwaka 2021 na serikali ilichukua hatua kwa wakati huu. Aliyekuwa mkurugenzi hapa na wakuu wa idara na maeneo mbalimbali wote waliondoshwa katika kazi zao. Hilo la kwanza, impression ambayo waandishi na wanahabari wanatakiwa kuondoka nayo hapa. Lakini jambo kubwa ambalo mimi limenisukuma tuitoe hii cement ni kwamba huyu mtumishi cheo chako ni nini? Msaidizi wa afya. Anaishi kwenye nyumba yenye chumba kimoja na ni mtu mwenye familia, ana mke na watoto. Watoto wangapi? Watoto wawili. Lakini hii cement ambayo imeganda, na huu ndo mfano wa hii cement kwamba hii haifanyi kazi tena, kazi ile kusudiwa. Imekaa kwenye nyumba ambayo mtumishi anakaa kwa muda wa miaka mingapi? Mimi miaka 3 sasa. Yeye kaikuta miaka 3. Kwa hiyo zaidi ya miaka 5 imekaa kwenye chumba. Yeye anashindwa kuwa na haki yake ya privacy katika familia yake kwa sababu tu chumba chake kimewekwa mifuko 200 ya cement ambayo ni useless, haina kazi yoyote, imeganda. Kwa hiyo kwa kuwa nilitaka kuanzia kesho nyumba hii ikarabatiwe na mtumishi huyu apate haki yake ya kuishi mazingira mazuri, ndio maana nikasema lazima mifuko hii yote 200 tuiondoe sasa. Na kesho ninamwelekeza mkurugenzi wa halmashauri. Yuko wapi mkurugenzi? Kesho kuleta fundi kutathmini. Nimeona kuna nyufa 2, nimeona ceiling board moja imeanguka. Itathminiwe kwanza, ifanyike usafi wa jumla, itathminiwe, irejeshewe gypsum board iliyoharibika, turudishe nyufa zilizoharibika. Ni nyufa 2 tu, nyumba bado imara. Baada ya hapo ipakwe rangi ndani na nje, ili kuanzia siku chache zijazo mtumishi huyu aweze kuishi kwenye nyumba hii kwa uhuru, yeye na familia yake. Jambo la pili, hii cement hii ni kama tofali, ni ngumu na ni jiwe. Na wananchi wa Nyamsenda hapa tulipo, barabara yao kuna kipande ambacho kimeharibika. Yule mzee yuko hapa aliniambia. Kwa hiyo wananchi wanasema kipande cha barabara kimeharibika, na baada ya mashauriano na meneja wa TARURA amesema hii inafaa. Yuko wapi meneja? Umeniambia nini? Inafaa kupanga kama mawe. Inafaa kupanga kama mawe. Kwa hiyo kipande kile cha barabara kilichoharibika cha kijiji cha Nyamsenda, kwa hiyo ninakuelekeza, mkurugenzi atatoa mafuta, mkurugenzi wa Sengerema atatoa greda, kirekebishwe mawe haya au sementi hii, mifuko hii sasa ni mawe sio sementi, yapangwe vizuri kiutaalamu ili wananchi wa maeneo hayo wanufaike na uwepo wa barabara.
Tumeelewana? Kazi hiyo inaanza kesho. Sawa. Sijui umenielewa? Wewe mwenyewe ukimaliza ukarabati wa barabara yako utanitumia barabara yako kwenye WhatsApp. Sawa. Na wewe mtumishi, chukua namba yangu. Nyumba yako ikikarabatiwa ndani ya siku 7 hiyo imekamilika, nitumie nyumba yako inayoonyesha mandhari mpya ya nyumba ya mtumishi wa wapi? Nyamsenda. Tumeelewana? Mimi nimekuja kuendelea kutoa somo kwa viongozi. Wakati wowote tunao uwezo wa mambo madogo madogo, ndio leadership yenyewe. Hatuwezi kuacha mtumishi anakaa chumba kimoja miaka 3 kisa umegeuza hii kuwa store. Lakini cement imeharibika, ungeweza kuiweka mahala pengine na mtumishi angeweza kupata nyumba. Lakini hii imeharibika, lakini inaweza kufanya kazi nyingine. Ndio somo ambalo nimekuja kuliweka hapa, kwamba ni lazima tuwe creative. Mambo madogo madogo ndio mambo ambayo yanayotakiwa kiongozi mwenye dhamana awe anawaonyesha watu. Yanahitaji degree, yanahitaji diploma. Haya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, narudia tena, hapa hatua zilishachukuliwa dhidi ya wale wote waliokuwa wamehujumu mradi, ikiwemo pamoja na kufutwa kazi. Wengine walifikishwa mahakamani. Nilichokuja hapa kukifanya ni kwamba huyu mtumishi lazima nyumba yake iwe wazi, aendelee kuishi mazingira bora akifurahia. Naitwa Juma Alawi Rugendo, mtumishi wa kituo cha afya Nyamsenda na ndo mkazi naishi kwenye hii nyumba hapa. Kwa kawaida hii nyumba ni nyumba ambayo ina vyumba viwili, yaani kwa maana ya chumba, ukumbi pamoja na chumba. Kwa hiyo sikuwa nafurahia kwa sababu unajua hapa vyumba ni viwili, alafu ukizingatia mimi na familia, kwa hiyo kuishi kwenye chumba kimoja ilikuwa ni changamoto. Lakini ujio wenu nyinyi kama waandishi pamoja na mkuu wa mkoa, nashukuru mmeweza kuliona hili na mmeweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine kutoa vitu vilivyopo kwenye chumba ambacho kilikuwa kama store. Kwa hiyo sasa hivi kimekuwa kiko wazi, naweza nikatumia mimi na familia yangu. Ukizingatia huku kulikuwa ni kama store, kwa hiyo kulikuwa kuna hali ya harufu zisizoeleweka, umeona bwana. Na kuna wakati ulikuwa nahofia huenda kwa kuna wadudu wabaya wanaweza wakatokeza kwa chini ya mlango, wakaja wakasababisha changamoto kwenye familia yangu. Kwa hiyo ujio wa mkuu wa mkoa pamoja na nyinyi waandishi, mimi kwa namna moja nyingine nishukuru, nawashukuru sana. Hili swala limefanywa kazi, sasa hivi nitaishi vizuri na familia yangu.